Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Unaambiwa rasmi ni kabisa tamko limeweza kutolewa kutoka kwa shirikisho la soka Afrika. Hapa nazungumzia CAF kwa kile ambacho kimechoweza kutokea weekend hii, ambapo klabu ya Simba Sport Club kugomea kucheza mchezo wa dabi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa kile kilichoelezwa ni kuzuiliwa kwao kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa wakati wa kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo huo. Sasa shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia rais wake wameweza kutoa tamko kwa kile ambacho kilichoweza kujili na kinachoendelea kwa sasa, na kauli ambazo zilizoweza kutolewa, vipi kanuni zinasemaje, kila kitu kimeweza kuwekwa wazi na mustakabali mzima kuweza kujulikana, huku Young Africans wao wakigomea kucheza mchezo huo. Sasa mimi niko nayo majibu ambayo yametoka CAF kuhusiana haya ambayo yanaendelea, ila kabla tujiendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na haya ambayo yameweza kutolewa leo hii kutoka shirikisho la soka. Hapa nazungumzia CAF kwa kile ambacho kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba yaliyojiri katika yale machache ambapo shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi kuweza kuadhimia kuweza kutangaza kuahirisha mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara mara baada ya klabu ya Simba kugomea kucheza mchezo huo kwa kile ambacho wanadai mambo ya kwenda sawa, kanuni hazikufuatwa, zilivunjwa, hivyo na wao wakaamua kuweza kususia kucheza mchezo huo, huko Young Africans wao wakisema ya kwamba mchezo uko pale pale, na kama watocheza leo basi hawako tayari kucheza mchezo huo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, yani dabi ya Kariakoo, mpaka pale ambapo msimu utamalizika, labda pengine msimu ujao, lakini kwa msimu huu wao wana matumaini ya kwamba wameshamaliza mchezo wao wa dabi. Unaona bana, sasa kile ambacho kimeweza kujili, unaambiwa shirikisho la soka Tanzania TFF wao walitangaza kwamba watatangaza tarehe mpya ya kwenda cheza dabi hiyo kwa mara nyingine tena mara baada ya kuweza kuahirishwa, lakini viongozi wa Young Africans wakakaza, na sasa inaelezwa kwamba wamefika CAF kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaona bana, sasa unaambiwa kwa yale ambayo yanatokea, sheria za CAF ambazo zimeweza kutolewa kuwakumbusha watu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ama timu za ligi kuu ya soka Tanzania bara zimeweza kuwekwa wazi leo hii na shirikisho la soka Afrika, yani CAF, wakiweza kuweka mambo yao kuhusiana na haya ambayo yanayoendelea. Unaambiwa suala la timu kugoma kucheza mechi za ligi kuu ni suala zito linalohitaji ufafanuzi wa kina kutoka kwenye kanuni za shirikisho la soka Afrika, ambapo ni CAF, na shirikisho la soka la nchi husika ambayo ni Tanzania. Zifuatazo ni baadhi ya mambo muhimu yanayohusiana na suala hili. Kanuni za CAF na shirikisho la soka la nchi husika, ambapo inaeleza usimamizi wa ligi. Kila ligi kuu ina kanuni zake zinazoongoza uendeshaji wake. Kanuni hizi huweka wazi taratibu na adhabu kwa timu zitakazokiuka sheria, ikiwa pamoja na kugoma kucheza mechi. 2. CAF pia ina kanuni zinazoongoza mashindano ya klabu na timu za taifa, na kanuni hizi zinaweza kuathiri timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa. Adhabu kwa kugoma. Timu inayogoma kucheza mechi inaweza kukabiliwa na adhabu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupoteza mechi kwa matokeo ya mezani, kupunguziwa pointi, faini, kusimamishwa kushiriki mashindano na kushushwa daraja. Sababu za kugoma.
Sababu za timu kugoma kucheza mechi zinaweza kuwa tofauti, ikiwa ni pamoja malalamiko kuhusu uamuzi wa refa, malalamiko kuhusu ratiba ya mechi, malalamiko kuhusu masuala ya kifedha na usalama wa wachezaji. Taratibu za kufuata. Timu zinazohisi kudhulumiwa zina taratibu za kufuata ili kuwasilisha malalamiko yao kwa mamlaka husika. Kugoma kucheza mechi sio njia sahihi ya kutatua matatizo na inaweza kusababisha adhabu kali. Mambo ya kuzingatia. Kanuni za soka zinaweza kubadilika mara kwa mara, hivyo ni muhimu wao kuweza kupata mustakabali sahihi kwa kile ambacho walichokifanya klabu ya Simba Sport Club kugomea kucheza mchezo huo. Kwa hiyo wanapaswa kuangalia sheria za kafu zinasema nini kuhusiana na timu kugomea mchezo huo. Sasa pia kafu wameweza kusema ya kwamba Simba kugoma kutocheza mechi dhidi ya Yanga, ambapo wao wanaona kama ni mjadala mkubwa na ambao unahitaji kuweza kuwekewa kikao kizito katika shirikisho la mahakama ya usuluhishi, yani kasi, na kanuni za ligi kuu ya Tanzania bara, ambapo sababu za Simba kugoma ambazo walidai kuwa walizuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa na mabounsa wa Yanga, jambo ambalo waliona kama ukiukwaji wa haki zao. Pia waonyeshwa kukerwa na usimamizi wa kamishna wa mchezo. Sheria na kanuni zinazohusika. Sheria za kafu na kanuni za ligi kuu Tanzania zinaeleza wazi kuwa timu inapaswa kuheshimu ratiba na kucheza mechi zilizopangwa. Kugoma kucheza mechi bila sababu za msingi kunaweza kusababisha adhabu kali, ikiwa pamoja na kupoteza mechi kama nilivyokuambia. Kanuni ambazo zinaeleza kuwa timu mwenyeji anatakiwa kuhakikisha mgeni anafanya mazoezi katika uwanja husika. Kama Simba wameshindwa kufanya hivyo, basi kuna ukiukwaji wa kanuni. Matokeo yanaweza kutokea. Bodi ya ligi kuu ya Tanzania ina mamlaka ya kuchunguza tukio hilo na kutoa uamuzi. Kafu pia inaweza kuingilia kati ikiwa tukio hilo linaathiri mashindano ya kimataifa. Adhabu itakayotolewa itategemeana na uzito wa kosa na ushahidi utakaopatikana. Inawezekana Simba wakapewa pointi 3 endapo itadhihirika Yanga walifanya makosa. Mambo muhimu ya kuzingatia. Suala hili linahitaji uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli. Ni muhimu kwa klabu zote kuheshimu sheria na kanuni za soka ili kuepusha migogoro. Viongozi wa mpira wa miguu nchini wanapaswa kusimamia haki ili kuepusha migogoro iliyokuwa na lazima. Ni muhimu kufuatilia taarifa kwa bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara na kafu ili kujua uamuzi huo ambao umetolewa. Lakini ukifuatilia hapa unaambiwa kwamba inawezekana Simba wakapewa pointi 3 endapo itadhihirika Yanga walifanya makosa. Unaona bana, katika haya ambayo yanayoendelea kwa sasa, kama Young Africans wakikutwa na hatia kwamba pengine walikuwa sehemu ya yale ambayo yanatajwa kwamba waliwazuia klabu ya Simba kuweza kuingia uwanjani, basi kila kitu kitaweza kuwekwa wazi. Lakini TFF wanasema ya kwamba Simba hawakutoa taarifa wakati wanaenda kufanya mazoezi kwa kamishna wa mchezo, meneja wa uwanja, wala wenyeji wa uwanja ambao ulikuwa ni Young Africans kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kila kitu kinazidi kwenda mbele. Tusubiri kuweza kusikia tamko lipi litakuja mara baada ya